lakini nafikiri yeye mwenyewe akikaa peke yake hivi anaelewa uhalisia wa mchezo ukoje. Anajua anaenda kukutana timu gani. Nafikiri ni ikisema kitu kizuri sana ukiwa unakutana na Azam FC kwa sababu akili zao na wanachokihitaji kwa sasa ni mchezo unaofuata dhidi ya KMKM, kwa sababu hakuna namna utaenda hatua inayofuata ama kwenye hatua makundi kwa upande wa michuano ya shirikisho kama utashindwa kupata matokeo ya kufanya wewe kufuzu kwenda kwenye hiyo hatua dhidi ya KMKM. Kwa hiyo nafikiri hata wachezaji wenyewe wa KMKM of course wana hiyo mentality kwamba football ni football tu, na kwenye football unahitaji kushindana mpaka hatua ya mwisho. Hata kama ungefunga magoli 10 ukiwa nyumbani, lakini bado ukienda ugenini lazima ushow spirit ya kwenda kushindana na mpinzani wako. Haijalishi tayari umeshapoteza, haijalishi una nafasi ya kufuzu. Na ndio maana ingekuwa ni hivyo basi watu wengi wangekuwa na report kwenye vituo vyao vya michezo, kwa sababu hakuna haja, umeshapoteza na kwenye mchezo wa pili hauna matumaini. Lakini kwa kufuata taratibu za CAF na FIFA lazima ucheze mchezo, lakini as a team tu kuendelea kumaintain ile heshima ya timu ni lazima uende kushindana. Kwa nafikiri kitu kingine ambacho mwalimu anaweza kaenda kuchukua kwenye huo mchezo ni kwamba hata kama tutashinda au hata kama tutapoteza, haiwezekani kwamba tushinde kuondoka na kitu chochote kwenye huo mchezo, kwa sababu huu sio mwisho wa KMKM. Huu sio mwisho wa Azam FC. Kuna michezo mingi zaidi inafuata hapo mbeleni kwenye ligi zao ambazo wanashiriki, KMKM visiwani, lakini Azam FC Tanzania bara. So kwa walimu ni muendelezo wa kuendelea kukusanya data ya vitu gani vizuri vimefanyika, vitu gani ambavyo vinafanyika lakini havina manufaa tupunguze, wapi turekebishe, wachezaji gani wameperform zaidi, nani anahitaji kupata rewards ama zawadi ya kuendelea kucheza kutokana na hichi ambacho amekionyesha, nani anahitaji kufanyiwa marekebisho ama kufanyiwa maboresho kwenye game yake. Kwa nafikiri ni vitu vingi, yani nje ya kutafuta tu matokeo, walimu wana observe vitu vingi sana. Ndio maana kwenye benchi la ufundi kuna watu wengi na kila mtu anakuwa na taaluma yake, kila mtu ana taaluma yake na ana majukumu yake kwenye ile nafasi. Na kuna watu ni wale match observers ama match analysts, wanakaa wanaangalia okay tumeshinda, lakini inawezekana tunapoelekea tunaweza tukakutana na hatari zaidi ukizingatia kwa kile tulichokifanya huko tulipotoka ama tulipo. Kwa nafikiri ni wakati mzuri kwa timu zote mbili, lakini Azam FC bado mimi naendelea kusisitiza kwamba ni timu ambayo for me naamini wamequalify. I'm so sorry kwa KMKM, sio kama ni mwadharau, lakini kwa mazingira tu ya Kiafrika, kwanza umepoteza goli 2 nyumbani. Kwa ili ufuzu ni lazima mfunge Azam goli 3 pasipo Azam kupata goli hata moja. Inawezekana lakini ni ngumu mno, yani probability hapo sijui ni rate kwenye asilimia ngapi, lakini ni ngumu mno, yani ni ngumu. Hakuna kitu kinashindikana kwenye football, lakini kuna vitu kuvigeuza huaga vinachukua, yani unahitaji kutake risk sana, lakini mwisho wa siku ni kwamba football inabaki kuwa football tu, na lolote linaweza likatokea hata kama Azam alipata matokeo chanya kwenye mchezo wa kwanza. Na kwa namna ambavyo umeiona Azam FC ya Ibenge, pengine itavunja rekodi na kuvunja rekodi kwa maana ya kuvuka hatua ya makundi na kufika hatua ya robo finali kama ambavyo Evans anasema yeye anaamini, kwa namna ambavyo umeiona kwenye mechi ya KMKM ya awali, lakini pia kwenye mechi za ligi kuu zilizopita? Possibly yani kwa asilimia kubwa inawezekana. Ibenge message ambayo anaituma kwa wachezaji ni kwamba kwenye football unatakiwa kudili na hatua moja baada yani unadili na hatua ya kwanza then unakuja kwenye hatua ya pili. Hatua ya kwanza ni sisi kuwa na uhakika wa kufuzu kwanza. Hatua ya pili ni namna gani tutaanza kukusanya alama kwenye hatua ya makundi kwenda kwenye hatua ya robo finali. Hizi mechi ni za kimahesabu zaidi, kwa sababu timu ni 4 katika kila kundi. Unacheza michezo michezo 6, michezo 3 nyumbani, michezo 3 ugenini. So hapa kazi ya mwalimu ni kuangalia namna gani anaandaa anajaribu kushape mentality za wachezaji kwamba okay, tuna uwezo wa kukusanya alama 9 nyumbani, lakini pia tuna uwezo wa kukusanya alama 3 mpaka 4 ugenini. Twende kwenye uwanja wa mazoezi tukaangalia ni kitu gani tunatakiwa kufanya. Kama tulikuwa tunaweza kufanya kitu kwa masaa 2 mpaka 3, tunaweza tukaongeza zaidi. Kama tulikuwa tunaweza kufanya kwa 60%, tunaweza tukafika mpaka kwenye 80% zaidi. Kwa nafikiri kila kitu ni maandalizi, kwa sababu hata ukiangalia kwenye shirikisho sio kwamba hamna timu zenye ushindani. Zipo, na kila timu inayoenda kule inataka kushinda. Unajua haijalishi na wachezaji wa aina gani, quality ya aina gani, lakini kila hatua mtu anatamani kufanya kitu, kushinda. Football watu wanataka kushinda. Kwa hiyo wakati mwingine timu kama Azam, of course ukiangalia kikosi chao
kuna wachezaji yaani ukitaja tu mchezaji mmoja mmoja wana uwezo wa compete na kufika robo finali. Kocha pia ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika. Kuna faida kubwa ya kuwa na kocha mwenye uzoefu, lakini pia kocha ambaye amewahi kushinda, anajua namna gani ya kushinda. Wachezaji ambao wamewahi kufuzu kwenye hizo hatua wanajua namna gani ya kwenda kwenye hizo hatua. Unajua leo hii kama kuna meeting ama kikao baina ya Florent Ibenge dhidi ya mtu kama Sadio Kanuti, hawezi kuwa na mazungumzo mengi kwamba ni namna gani ya kwenda kushinda hizi mechi za hatua makundi kwenda robo finali, kwa sababu Kanuti amefanya hivyo sana akiwa na Simba. Ameshaenda robo finali nyingi. Ibenge ameshafanya akiwa kama mwalimu. So ukikaa na mtu kama Fofana anajua ni nini wanatakiwa kufanya ili kukusanya alama hatua makundi. So ugeni unaweza kuwa kina Pascal Msindo, wakina Chilambo, wakina Lusaji Mwikenda. So hata wanapokaa kambini wachezaji kuna namna huwa wanashare knowledge, wanashare ujuzi kwamba bwana hivi tupe experience ni kitu gani ambacho kinafanyika. So wachezaji hata kama wanaambiwa, baada ya kuambiwa huwa wanaenda kushuhudia. Unajua kuna vitu viwili, unaweza ukaambiwa ukajua nini kitaenda kutokea, lakini siku husika tukio bado ukawa na pressure tu, kwa sababu ndo unaanza ku experience kwa mara ya kwanza. Kwa nafikiri ili Azam kuondokana na hizi kadhia, wanatakiwa msimu huu wa make statement. Inawezekana wasifike quarter final, though mimi natamani kuona wakifika robo finali, lakini kwao kufuzu hizi hatua za makundi kwanza ziwe katika muendelezo mzuri. Yaani katika kila season wahakikisha wanarejea kwenye michuano. Baada ya hapo kila kitu ni mchakato. Wanaweza kaanza okay fine, tunacheza kila mara hii michuano, so tuanze ku set targets. Msimu ni quarter final, tunaenda quarter final, then waanze kufanya kwa kujirudia. Baada ya hapo ni semi final. Unajua wakati mwingine kwenye haya mashindano unaweza kaenda mpaka finali, lakini nategemea na njia gani unapita.